isivyo bahati upatikanaji wa fight zake kwa imekuwa ni changamoto kiasi. Nipata nafasi ya kuangalia clip fupi kama 2 na ambazo ni fupi ambazo hazitoshi kukupa taswira pana ya tabia zake na vitu kama hivyo. So hiyo ni moja kati ya changamoto ambazo binafsi nimekutana nayo. Sipata nafasi ya kumtazama vizuri zaidi, kwa maana kuangalia zile tabia zake, kutazama namna ambavyo anabadilika kwa maana kwenye style yake ya uchezaji kwa fights nyingi. Na nakumbuka hii changamoto pia kutana nayo bondia Tony Rashid mwaka 2021 wakati anakutana na Bongani Malango kama nakumbuka. Tony aliingia kwenye ile fight akiwa amjui opponent wake Bongani Malango wanafananaje tabia zake. Kama raundi 9 hivi raundi ya 12 ilikuwa anapigwa kwa knockout. So kwa Eribo pia nimepata hiyo changamoto. Kuna clip fupi tu ambazo zinamuonesha akiwa anapigana kwenye baadhi ya fights zake, lakini hakuna zile fights ndefu ambazo zitakupa nafasi ya kumtazama kwa mapana yake. So hana fight yote ambayo amepoteza mpaka sasa hivi kwenye professional boxing. Hizi ndizo takwimu za Stanley Eribo ambaye huyu ndiye mpinzani rasmi wa Hassan Mwakinyo Disemba 26 pale Warehouse Masaki. Sawa, tuangazie michezo mitano, mapambano matano. Yeah. Yes, atatokea hapa producer kutazama mapambano yake matano yaliyopita kuelekea kwenye fight yake hii dhidi ya Hassan Mwakinyo. Hizi ni fight zake 5 zilizopita. Pambano lake la mwisho kabla ya pambano lake hili linalofuata alicheza tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka huu dhidi ya bondia Prince Barakata kutoka nchini Ghana, fight ambayo ilimalizika kwa sare. Na hii ndio sare pekee ambayo bondia Stanley Eribo yuko nayo kwenye karia yake. Ilikuwa ni alipata mwaka huu mwezi wa 5 dhidi ya Prince Bakata, na hii ilikuwa ni fight yake ya kwanza. Stanley Eribo anacheza kwenye middleweight. Asilimia kubwa fights zake anacheza kwenye super welterweight na welterweight, kwa maana kilo 69 na kilo 66 pia. Fight yake pekee kwenye middleweight ilikuwa ni dhidi ya Prince Bakata. Kwa fight yake dhidi ya Hassan Mwakinyo inakwenda kuwa ni fight yake ya pili kwenye karia yake kucheza kwenye kilo nyingi kwenye middleweight, kilo 73 na nusu. Kabla ya hapo pambano lake lingine ilikuwa ni mwaka 2022 ambapo alicheza dhidi ya bondia Sahil Lawal kutoka nchini Nigeria, na hii fight bondia Stanley Eribo alishinda kwa technical knockout ya raundi ya 3. Hii ilikuwa ni mwezi wa 3 tarehe 25 mwaka 2022. Kabla ya hapo pia alicheza mwaka 2019 kwenye fight ambayo alipigana dhidi ya Jamua Ekpeso, fight ambayo alishinda pia kwa technical knockout ya raundi ya 3. Hii ilikuwa ni tarehe 9 mwezi wa 11 mwaka 2019. Lakini kabla ya hapo pia tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2017 alicheza dhidi ya bondia kutoka nchini Tanzania Ramazan Shauri, ambaye alikuwa miongoni mwa watu ambao walikuwa kwenye timu yake mwaka juzi bila shaka Said Msumi. Na hii ni fight lazima ubelekea nadilia kionjo. Hii ilikuwa ni mwezi wa kwanza, tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2017. Na hii ilikuwa ni fight ambayo bondia Stanley Eribo alikuwa ana defend kwa mara ya kwanza ubingwa wake wa ABU kwenye welterweight. Ubingwa wake wa ABU alishinda dhidi ya Isaac Soa. Kwa defense yake ya kwanza ilikuwa dhidi ya Mtanzania Ramazan Shauri, ambayo isivyo bahati alipoteza kwa points Ramazan Shauri. Kwa hiyo hii inakwenda kuwa ni fight ya pili kwa Stanley Eribo kwenye karia yake kucheza dhidi ya bondia Mtanzania baada ya bondia Ramazan Shauri ambaye alimpiga kwa points. So Eribo anakuja Warehouse Masaki tarehe 26 akiwa na record ya 100% dhidi ya opponent kutoka nchini Tanzania kwa maana ya Ramazan Shauri ambaye alimpiga kwa points kule nchini Nigeria. Aidan, nakumbuka mapambano kama mawili hivi nyuma hivi. Mwakinyo amecheza na Wagana. Alipambana na Elvis Haoga, alikuwa Zanzibar pale, mwenye nilikuwepo, akaja hapa pia akapambana Dar es Salaam pia. Na hata juzi kuna pambano alikuja Mgana mmoja anaitwa Kanatei kama hivi. Alicheza pambano moja safi sana, kijana mmoja mdogo hivi ambao tulionyesha hapa. Mabondia wa Ghana, mabondia wa Nigeria, kuna utofauti? Tofauti ni ndogo sana. Kiangalia umemtaja huyo of course Elvis Haoga ambaye alimpiga ilikuwa ni TKO, ilikuwa Zanzibar kule, ambao pia aliandaliwa na Peak Time Promotions nakumbuka. Baada ya hapo akacheza dhidi ya bondia wengine wawili pia wa Ghana. Ukiangalia style zao za upiganaji za uchezaji
ni ngumu sana kuweza kuchora mstari wa kutenganisha. Asilimia kubwa ya mabondia ambao wanatokea ukanda wa Afrika Magharibi kwa ujumla wake, Ghana, Nigeria, wengi wanafanana kwenye upande wa styles. Kwa hiyo nadhani hata huyu pia bondia Stanley Eribo sidhani kama atakuwa tofauti sana na baadhi ya tabia ambazo mabondia wengi wa Afrika Magharibi wamekuwa nazo kwenye uchezaji wao.